ambao unasimamia nguzo za kiimani, nguzo za kidini, unaweza ukatuambia neno lote lile la busara la hekima kwako kama shehe, ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza katika tukio la leo? Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa majina naitwa Ustadh Jani. Ndugu mwandishi, kama vile ambavyo wewe umezungumza, jambo alilolifanya Mheshimiwa diwani wetu Suleiman Ayubu Kaniki ni jambo kubwa kabisa, ni jambo kubwa la kiimani, na laiti kama tungekuwa watu wote tunaona malipo ambayo yanapatikana kwa watu ambao wanawasaidia wenzao, wallahi watu wote tungekuwa kazi yetu kusaidia watu, kutokana na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ametujalia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia la tanalu albirra, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, la tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Watu hawatoweza kupata utukufu mpaka watoe vile ambavyo wao wanavipenda. Unajua, kutoa ni kitu ambacho nafsi inatamani kutoa kwenye kitu ambacho wewe una manufaa nacho, kwenye kitu ambacho kinaleta faida. Aidha umejenga nyumba, unajua faida yake utalala, ama umejenga fremu au umefanya biashara, kuna faida ya kimaslahi ya kidunia ambayo unayapata. Lakini kwenye kutoa kama hivi, umetoa umewapa walemavu, maana yake wewe hakuna unachokitarajia zaidi ya thawabu. Kwa hiyo kama zile thawabu watu tungekuwa ndio maana Mungu anasema huwezi mkapata utukufu mpaka mtoe vile ambavyo nyinyi mnavipenda. Maana yake unatoa pesa zako, unatoa mali yako kwa ajili ya kuwasaidia watu. Na huyu bwana, hii sio mara ya kwanza. Juzi alifanya mkutano hapo maeneo ya kule Lubakaya, akamsaidia mtoto, operation ni zaidi ya 500,000, alikuwa na nyama za pua. Lakini bado huyu bwana kwenye mambo ya kutoa, wallahi Mungu amzidishie. Na ndio maana huwa anabarikiwa, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni mtu wa kutoa. Kajenga vivuko zaidi ya 2. Gharama ni kubwa, lakini vile vivuko kwa pesa yake yeye mwenyewe amejenga na watu wanavuka. Moja ni sadaka jaria, sadaka yenye kuendelea hivyo vivuko anavyojenga, lakini kuwasaidia watu, kuwatibia, amefanya sana. Na hivi sasa ameingia tena kwa walemavu, bado anaendelea kuwasaidia, kuwapa vibasikeli, na kuna wengine leo wamepungua, maana vibasikeli vimekuwa vidogo, lakini watu wengine wameongezeka, wameandikwa majina. Baada ya muda na wao atahakikisha inshallah biidhnillah atakuwa amewapatia sana. Naam, lakini pia pembeni yangu hapa pia kuna kiongozi pia nataka tuweze kuzungumza naye pia aweze kutuambia tathmini yake kwa ujumla tukio kama hili ambalo limeweza kufanywa na ndugu yetu diwani kata Zingiziwa Suleiman Kaniki, kwake yeye limeweza kumgusa kwa aina gani. Lakini pia kiongozi, kwanza heshima yako, lakini pia nataka ujitambulishe jina kwa faida ya watazamaji wetu ili tuweze kufahamu. Kwa jina naitwa Anacret Costa Mizambwa, ni kaimu katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Zingiziwa. Kama viongozi wa ndani ya chama, ni kitu gani ambacho huwa mnajifunza kupitia kwa diwani huyu? Tunashukuru, kwanza tunajifunza vitu vingi. Pia yeye anatekeleza katiba ya Chama cha Mapinduzi kama kinavyosema kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunasaidiana sisi kwa sisi pale kwenye matatizo ya aina mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru diwani wa kata ya Zingiziwa, anakiheshimisha chama kwa sababu hakutoka nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi wala katiba jinsi inavyozungumza. Kama katibu wa Chama cha Mapinduzi, nashukuru sana kakiheshimisha chama kwa kujenga uhusiano mwema na jamii.